Asante kwa kuongozana nasi kila mtu Bwana.
Oh
makuu. Mwezi wa Desemba tunatakuwa Yesu wekaimolele yatuweke imemaria beino wameshirito hata katika lango lake ametutendea mambo makuu. Nataka tutumwambie Yehova wekaimolele aweko makuu manene umetutendea makuu hata katika familia zetu. Tunakilia kwamba wewe Yehova wekaimolele aweko makuu manene Baba. Thank you Jesus for making the glory Lord. Hallelujah. Thank you, our Lord and our Savior, for that moment, oh God, that you have given us to worship you, Jesus, and to glorify your name. How great is you, Lord God Almighty. How wonderful is you, Lord Jesus. We give you glory and we give you adoration. We need to praise the Lord together. Celebrate Jesus.
We give you glory, Lord. We honor you today. We pray that God, you may continue reigning in us, O God. We pray that your presence will be heard upon this praise. Even as we continue in the service, O God, we pray that you may take over in us, O Lord. We pray for the minister of your word today, that our God and our Savior, you shall use him in a great and in a mighty way. Let the Holy Spirit of God come and take control this morning. We welcome you, the Holy Spirit of God, to come and reign in us. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit of the Lord, we do pray. Let us celebrate Jesus, celebrate Jesus, celebrate Jesus, celebrate Jesus. Amen. May God richly bless all of us. Thank you so much, praise team. And while we give our power to let's celebrate the King of Kings. I say let us celebrate the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ. May God literally bless you. May take our seats in Jesus' name. I want to take this opportunity most sincerely to welcome all of you. Niwakaribishe wote katika nyumba ya Bwana, na vile vile nikaribishe wale ambao wanatazama kutoka dunia yote. Let us celebrate our viewers from all over the world. Kindly let's celebrate them and welcome them to pray for those to church altar. May God literally bless you. And you do you good. We want to celebrate. Tunataka kushukuru Mungu sana kwa kuwaona. Naamini ya kwamba umekuwa na wiki njema iliyojaa rehema za Mungu. Na naamini ya kwamba tutazidi kubarikiwa. Semeni amen. Nimetia barakoa yangu ili wewe upambane na hali yako. Mimi nikikakaa kidogo nitatoa, lakini naomba wale wako ndani ya church na labda wale watatazama na kwenu uko na masharti haya ambayo tunapitia, tafadhali uitie barakoa yako na Bwana awabariki sana. Kwa hivyo ningetaka naona leo hatuna wageni wengi, lakini wacha tu celebrate our Sunday school kids today. Let's celebrate them. Tuwapatie makofi asanteni sana. Bwana awabariki sana. I'll be advised. Mwalimu vile anataka, naona wako wengi sana. I'll be advised. Lakini ningetaka leo kwanza tupokee neno la Bwana. Tukipokea neno la Bwana tutarafu mambo mengine tutaendelea nayo. Na Bwana awabariki. So may God literally bless you. Ningetaka twende moja kwa moja katika neno la Bwana. Naamini ya kwamba tutabarikiwa. I have two portion of scriptures. Mengi tutasoma kidogo na tutabarikiwa. Na kwa sababu ya wale ambao wanajiunga na sisi leo, ningependa kuwajulisha ya kwamba tumekuwa tukisoma kuhusu characteristics of the second coming of Christ, na mtaniruhusu niendelee kabisa. Characteristics of the second coming of Christ. Characteristic number 1, wale ambao wanajiunga nasi na wale ambao labda wanaweza kukumbuka, tulisema ya kwamba kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, characteristic number 1, we say it is a day to expect. It is a day to expect.
ni siku ambayo tunahitajika tuitarajie, because neno lake ni la kweli na la kuaminika. Amen. Tukasema kama unaweza kumbuka, it's a day to expect, tukasema kwamba kama vile Simoni mtu wa Mungu alivyongojea kuja kwa Kristo, hivyo ndivyo nasi kila kuchao tunahitajika kusubiri kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Number 2, characteristic number 2, tulisema it is a day of proof and promise. Tukasema kwamba it was a reality for Christ kuja duniani hii. Vile alivyokuja mara ya kwanza, hivyo ndivyo atakavyorudi mara ya pili. Number 3, characteristic number 3, tulisema kwamba it is a day of happy reunion. Tukasema kwamba waliotutangulia katika Bwana, wakiwa wao walikufa wakiwa ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kama kuna mtu alituacha na akaenda kule mbinguni, itakuwa ni siku ya kukutana tena na wao. Mtu aseme amen. Number 4, tukasema ya kwamba it is a day of transformation for our bodies. Tukasema ya kwamba it is the day of transformation for our bodies. Tukasema ya kwamba miili hii yetu itabadilishwa, na kwa hivyo, na tukasema mambo mengi sana. Tukasema kwamba we will be sown in corruption. Tunasema kwamba tutazikwa katika miili ya kuharibika, tutafufuka katika miili ambayo sio ya kuharibika. Jambo lingine ambalo tulisoma na characteristic number 5, na ndiye tulitamatisha naye Jumapili, tulisema it is a day of great rewards. Itakuwa ni siku ya kupokea thawabu. Na tukasema ya kwamba kutakuwa na thawabu aina mbili. Thawabu ya kwanza itaitwa the rewards of loyalty and the rewards of resurrection. Na wale ambao wanaweza kukumbuka, tukasema kwamba the rewards of resurrection ni kama vile kukula matunda katika ule mti ambao uliopandwa kwa Bwana. Na Joy, ninashukuru sana kwa sababu unatia barakoa, tafadhali. Na mwingine tukasema ya kwamba it is a day of resurrection. Ingine tukasema ya kwamba the rewards of resurrection, na zingine tukasema ya kwamba ni the rewards of loyalty. Na Jumapili tukamalizia na the rewards of, na hii reward tukasema ya kwamba to receive the crown of glory. Kwa wale ambao wanaweza kukumbuka, na Bwana awabariki. Leo nataka niende characteristic number 6 na ili tuendelee. Characteristic number 6 of the second coming of Christ it is a day of reckoning. It will be a day of reckoning. What is to reckon? It is to settle accounts. It will be a day of reckoning. Itakuwa ni siku ya kusettle mambo bila Mungu alivyosaidia kuweka mambo sasa wazi. It will be a day of reckoning. It will be a day of reckoning. Kwa hivyo characteristic number 6, it's a day of reckoning. Na ni vizuri nitapoanza kufundisha hili somo, a day of reckoning, tutapitia mambo mazito ambayo tunataka sasa kuyashimbua tukiongea mambo haya. It will be a time for judgment of the beast and the false prophet. Itakuwa ni siku ya kutia judgment of the beast na false prophet. Itakuwa ni siku ile shetani, yule false prophet, yule ambaye atakuwa amedanganya watu wengi sana, atachikwa alafu awekwe katika tundu la moto alai. Tutasoma hilo andiko. Kwa hivyo kama uko pale, ningetaka tuende katika kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 19 mpaka 21. Unatufuata moja kwa moja kutoka madhabahu ya Pefa Gospel Church Karatina, na tunasoma kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Characteristic number 6 is the coming of the Lord will be a day of reckoning. Twende katika Biblia zetu, Revelation, Ufunuo 19, tutasoma mstari wa 19. Mimi napenda sana wakati kanisa linafuatilia mafundisho, kwa sababu hautakuwa na udanganyifu. Na tulisema ya kwamba sababu moja ya kusoma kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ili tuweze kuwa tayari kuwajibu wale ambao wamekuwa wakiingilia maisha yetu. Twende kitabu cha Ufunuo wa Yohane
mlango wa 19 mstari wa 19 mpaka 21. Ufunuo wa Yohana 19 mstari wa 19 mpaka 21. Revelation 19 verse 19 through verse number 21. Maandiko ya Mungu yanasema hivi: kisha nikaona yule mnyama pamoja na mfalme wa dunia na askari wao wamekusanyika pamoja kusudi wapigane na yule aliyekuwa ameketi juu ya farasi pamoja na jeshi lake. Lakini huyo mnyama akachukuliwa mateka pamoja na nabii wa uongo aliyekuwa akifanya miujiza mbele yake. Kwa miujiza hiyo alikuwa amewapotosha wale waliokuwa wachapa ya huyo mnyama na ambaye walikuwa wameiabudu sanamu yake. Huyo mnyama pamoja na huyo nabii walitupwa wote wawili wakiwa wazima ndani ya ziwa linalowaka moto wa madini ya kiberiti. Majeshi yao yaliuawa kwa upanga uliotoka kinywani mwa yule anayepanda farasi. Ndege wote wakajishibisha kwa nyama zao. Bwana alibariki neno lake, na sisi tuseme amina. Itakuwa ni siku Yesu atakaporudi. Itakuwa ni siku tumesema kwamba it will be judgment day ya yule ambaye tunamuita the beast, yule mnyama ambaye watu ambao atakuwa ametia watu alama. Kuna wengine wanaweza kumbuka watu ambao watatiwa alama ya 666, namba ile tulikuwa tumeelezea hapo mbeleni, na maandiko inatuambia kwamba kisha Yohana anaona yule mnyama pamoja na mfalme wa dunia. Wale ambao wafalme wa dunia ni wale mtu ambaye na nabii wa uongo, kwa sababu maandiko imetuambia ya kwamba kinaganaga kutatokea nabii wa uongo, manabii ambao watakuja huku wakienda huku wakitenda miujiza. Wanasema Yesu yuko huku, wengine wanamfuata, wengine na ndiposa tunaambianga watu, tafadhali msiwe mnafuata tu miujiza. Kuna watu wanafuata miujiza mno. Usifuate kila wakati muujiza. Niliongea na mpendwa mmoja akaniambia yeye mwenyewe ametoka chachi hii kwa sababu alienda kwa nabii ambaye alimfungulia mambo mengi. Alienda akamwambia jina lake, jina ambalo hata mimi simjui, na hilo jina akamwambia, alienda akamuita Jatiwe. Sasa hili jina limelibana, akamuita Susana. Hata hawajai onana tena. Sasa kuitwa yule nabii wa uongo kumuita jina Susana, basi akaanza kumfuata na akatoka kanisa na akatoka kwa imani. Sasa amejifunga. Nimekutana naye kila wakati, tukikutana wakati huu amejifunga kitambaa ya papo, wakati mwingine amejifunga kitambaa ya indigo, wakati mwingine amejifunga kitambaa ya green. Sasa kila wakati amefanyika, anaambiwa nabii anasema ukae hivi. Wacha niwaambie wapendwa, siku Yesu atakapokuja itakuwa ni siku ya hukumu kwa wale ambao ni nabii wa uongo. Kwa hiyo ukisikia mtu ametenda muujiza, maandiko yamesema ya kwamba huyu nabii ambao ni wa uongo atakuwa ametenda miujiza mingi mno. Every miracle, miujiza mingi. Na ninauliza, hata siku ilikuwa hata wakati wa Musa tulikuwa na magicians. Kulikuwa na magicians. Na hata sasa kuna watu wale ambao pale wanafanya magicians kifunga macho wako. Na ninasema kwamba huyo dada ameenda na akamaliza, akaenda kabisa kwa sababu amedanganyika na yule nabii. Mimi wacha niwaulize, Shetani Job anakujua jina lako? Nora ya Shetani amwenda letwa. Aya, akamwambia Shetani anakujua jina lako? Shetani anakujua na jina lako kabisa, na mimi ananijua na jina langu. Mimi hata ukikuja uniambie mimi naitwa fulani, Wambale ya fulani, na kwetu ni fulani, hata uniambie kile nilikula jana,
mtu alikuja kule nilipokuwa nakumbuka Maria anakwambia fanya mkono hivi, unafanya hivi. Anakwambia jana si ulikula hii na hii. Hata ukiniambia mambo mengi, hata shetani anajua haya mambo. Kwa hiyo usiende kupotoshwa na mtu ambao ni mafundisho ya kigeni, akwambia nimekula na wewe. Wewe ndio ukita soni, kuna wasichana wawili na unasema kutoka hapo kama umaguza. Ndio maandiko mwimbaji aliimba akasema ya kwamba doka marumerere kadekwa. Romagere na diwe yambie na roho yume moyo usifuate mtu ati mundu akuraletwa wewe yako hota mundu akuraletwa ni yako hota hedeno yako ni muthenya munene hede ya shaitani na muviga Kristo makanyitwo macoke maikio iria-ini ria mwaki mari muoyo. Na maandiko makoiga ukisoma mstari wa 20 ndio maandiko inasema in verse number 20, the beast was taken prisoner together with the false prophet who had performed miracles in his presence. It was by those miracles that he had deceived those who had the mark of the beast and those who had worshipped the image of the beast. Unajua ukienda ukaendelea muujiza huyu nabii alitenda muujiza, na kuna watu waliotiwa 666 the number of beast. Akasema kwamba ukienda ufuate huyo unakuwa brainwashed, unabebewa akili zako. Na tunasema ya kwamba hawa manabii, kuna manabii wa ukweli na kuna manabii wa uongo. Ukikubalia nabii wa uongo aingilie maisha yako, I'm telling you for free, utauza vitu vyako vyote. Mtina hiyo nataraga anamenda hii ndio sio makanino ndio ukakula urebo. Lakini unaona kwamba huyu nabii ambaye alifungwa, na maandiko inasema ya kwamba alifungwa, Kiswahili kilikuwa karibu kinikanganye. Maandiko yanasema kwamba wakiwa wazima ndani ya ziwa liliwakalo moto. It will be a day of reckoning. Madani ya gosho. Na kwa hiyo sisi tunaisema ya kwamba kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, it will be a day of rejoicing. But to those who do not know Jesus, itakuwa ni siku ya kilio. Na kwa hiyo tunasema ya kwamba hapa tumesoma they will be cast alive in the lake of fire. I say in the name of Jesus Christ. Mutigetekera kuhegesho na maudhani makuhegesha ni ado. Uga Yemen. Na kuna mtu alisema ya kwamba na niguno to inagamiko. Leo tunarudia tena, ona ugiukamundoke akupatie mambo mengine ambayo yako nje ya this Bible. Let me ask you a question. I don't care if hata kama iko kwa online. Wacha niulize, nani hapo hapa na amesoma ameona katiba BBI? Wewe unaona kofia ya BBI? Sio kwa gazeti. Like, thank you, at least we have two in the house. We have two in the house. Na tuko Kenya, I totally agree. Kenya, watu wametia sahihi hiyo BBI, 95% hawajaiona, wameamini vile wameambiwa na wanasiasa. Wanaambiwa vile wameambiwa na wanasiasa, na hiyo BBI iko na kasoro, ingine iko na mambo mazuri, na wameamini na wametia signature. Mimi naambia kwamba ile BBI haiwezi kubadilishwa, ni neno la Bwana. This is the word of God, ambayo haiwezi kuibadilisha. Na neno la Mungu linasema kuhusu huyo nabii atachikwa, atawekwa, atafungwa pamoja na wale wanamfuata. Mimi sitafuata mtu mwingine ambaye atakataa neno la Bwana. Mungu anaona wama kidona na uga Yemen. Dakatoni huyu shetani hapa na majina mengi sana. Anaitwa Lucifer, anaitwa majina mengi sana. Shetani si rafiki. Kuna dada aliokoka na chukuru leo simuoni, aliokoka 1994 kwa ushuhuda wake pale Kiamariga akasema ya kwamba shetani kuma mode tigeze datigana na akaokoka, na nashukuru sana hata leo my wife anaweza kumkumbuka hata leo kwa katika imani, lakini alikuwa amedanganywa kidogo tena na shetani. Shetani si mchezo, na kwa hiyo ningetaka nianze tutakapoongea kuhusu the day of reckoning, munikubalie
tusome the works of Satan. Kazi ya shetani. Kazi ya shetani. The works of the devil or Satan. Na hizo tutakuwa nikielezea kabisa kazi ya shetani ili ukose kazi ya shetani ili ukusije ukapatikana katika kiti cha enzi, ili usije ukapata nafasi ya kusherehekea zile baraka Mungu amekuwekea. Mungu na amen. Si nani anatamani kupata zile taji ziliongea? Si tunatamania sana hizo taji na tunatarajia sana kushinda huyu mwovu ibilisi. Lakini wacha sasa tuanze kumshimbua yeye ni nani. Tuanze kumshimbua yeye ni nani. Na nitakapoendelea kufundisha hii the works of the devil, nitatumia letter D. Letter D nitagusia sana na wale ambao watakuwa wanafuatilia. Na nipoza tutafurahia sana mnapokuja na mahali ya kuandika, hata kama uko nyumbani unaweza kuandika, tutatumia jina D. D si kusema kwamba letter D si kusema kwamba iko na shetani mahali, hapana. Ili uweze kuelewa kabisa. Nigenda hote ukaokelea. Nitobira hongera kigoge D. Kwa kuhongera D. Hata kama silo nitaelezea tu haraka kelia. Kuhongera D 16. Nigenda tuweke uchiba chaitani no. Na nigenda tuweka kumutoria. Kwa hiyo toka D shiga na praya. 16 na idada tu D yabe the works of the devil. Ndio tunataka kuchukua ili tumshinde shetani. Na D number 1, kazi ya shetani number 1 ni disappointment. Tell the neighbor disappointment. Shetani D ya kwanza ni disappointment. Kazi ile kubwa sana ya shetani ni kudisappoint watu. Lakini shetani akuletea ile kitu inaitwa disappointment, ego kwa hinya. Shetani akileta disappointment, ni lazima uambie shetani, we need to remember that disappointment is God's appointment. You need shetani akileta disappointment na wewe unaifanya kuwa appointment na Mungu. Mtu aseme amen. Kwa hiyo shetani kazi yake ni kukudisappoint. Kwa hiyo D ya kwanza, na ukitaka kushinda shetani, ukiona rais shetani you are being disappointed. Unaangalia, yes, you can be disappointed, but when you are disappointed, make it an appointment with God. Unabadilisha. Kwa hiyo D ya kwanza ni disappointment. Kazi ya shetani anapoamka asubuhi, shetani atasikara rangi. There is 24 hours operation. Shetani hapo na masaa 24 na wewe wapere which agenda ya shetani number 1 ni disappointment. Hapo disappoint. Wale biashara hivi hapo disappoint. Wale family hivi ukafika disappointed. Wale health wise ukafika disappointed. Lakini wewe shetani hapo ya disappointment. Make an appointment with God. Mungu uge amen. Kwa hiyo na tusome leo how tuge Romans 8 verse number 28. Warumi 8 mstari wa 28. Shetani akulea disappointment kana kuiwa tena kukuraga mkoro dogetekere to be disappointed. Na hiyo ndio ya shetani. If you are not disappointment in our lives, then we forget that all things work for good. Romans 8 verse number 28. Romans 8 verse number 28. We are receiving this teaching right from Preferred Gospel Church, and kindly if you're following us, we want to know where you're following us from. May God richly bless you. We know that in all things God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. Those whom God has already chosen, He also set apart to become like His Son, so that the Son would be the eldest brother in a large family. And so, those whom God set apart, He called. And those He called, He put right with Himself. And He shared. Amen. Tunaona ya kwamba hii maandiko inaongea kuhusu sana the future glory. Inaongea kuhusu utukufu ambao unatutarajia na tunaungoja. Na maandiko Paulo anaelezea kanisa la Warumi ama Wakristo, na anaanza kuambia ya kwamba sisi tunajua ya kwamba mambo yote Mungu hufanya kazi na kufanikisha pamoja na wote wampendao. Kwa hiyo uruode weke jambo lolote likifanyika katika maisha yako, don't give the devil goma nafasi. Don't give the devil that
inaitwa foothold. Usimpatie nafasi aingie maisha yako. Utajua kwamba for I know, this will be your testimony. And knowing, I strongly believe it's more than knowing ya kwamba mambo yote yanafanyika kwa wewe. Ego tiribo mraina muinaga it is well with my soul. Na hiyo mnasema mnaimba ya kwamba mambo yote hutendeka kwa wema. Na kila jambo ambalo linatendeka katika dunia hii si Mungu anaitazama. How can you explain? Unaweza kuelezea aje mtoto wa Mungu Yesu Kristo anaangikwa msalabani, na katika msalaba mwenyewe ananena maneno 7 ya msalaba, na neno ambalo linaguza moyo wangu ni wakati Yesu mwenyewe aliposema Eloi Eloi lama sabakthani, gai wakwa udiganile. Hiyo maneno Yesu akiwa katika msalaba alikuwa lonely, lakini God himself, Mungu mwenyewe ona alimulio atumire Yesu aitokire mateso, aitokire kunyariwo nigetha maundu macio marutanie kwa wega kuri aria mendete Ngai, na nithuĩ twendete Ngai nigetha tuhonoke. Koguo lakini mwe muthenya wa umuthi, koguo maundu mothe ona ndagĩka ĩno ũrahĩtũkĩra ndũkahe ngoma nafasi ũtuĩke disappointed. Make an appointment with God. Ukaweka uwageria kabere ngoma yako disappoint. Ako disappoint dini wa biashara. Ako disappoint dini wa mutulele waku. Ndukahe ngoma. Ona muthenya ũmwe agakwendia goca Ngai. Omwire ndonadaga kwendia kwena rucio rwega dini wa references. Ngoda ako disappoint. Na nikoma reko moiga ukithoma wega au twagoma verse hiyo iraga those whom he has called according to his purpose. Demwe muthenya wa umuthi maundu mothe marutanagia kwa wega kureria Ngai etite hena gitumi. Leke kwere muthenya wa umuthi ona guka kanene guku na kuka nyumba ino ya Ngai agwitite hena gitumi. Ona ukithukira maundu-ini maritu Ngai agwitite uragithukira maundu macio hena gitumi. Mundu na uge amen. Andu aria Ngai we mwene ethurĩire Ngai alicoka akĩmamũra, na nigetha amamũra mahane ta mũriũ wake, nigetha Jesu Kristo atuĩke irigithathi ritũ na ithuĩ tũingĩre thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo. Na kũingĩra thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo ya Kristo tuge Jesu Kristo nĩwe elder brother witũ, we are in that family. Na nĩkĩo maandĩko marakiuga atĩrĩ, so that the son would be the eldest brother in a large family, and so those whom God has set apart, he called, and those who he called, he put right with God, and those who he put right with God, he shared in his glory. God agatwĩre Jesu agwĩtĩte agatuĩkaria Ngai amũhonoketie ona ũngĩũkĩra maũndũ marĩkũ uge niĩ Jesu nĩwe my brother ũrĩa mũkũrũ. Na Jesu arĩ my brother mũkũrũ nĩahĩtũkĩire mateso na kĩnyarĩrĩko kĩnene mũno, agĩthiĩ akĩahũrwo nguo nginya cia thoni, agĩtuĩrwo maka, akĩhũrwo ona nĩ mwana wa Ngai. Our elder brother nĩomĩrĩirie ona omĩrĩrie. Mũrũ ũrĩa mũkũrũ nĩomĩrĩirie ona wega atĩa omĩrĩria. Tondũ Ngai ekaga wĩra wothe ũrutithanagia wĩra kwa wega, ũrehe kĩrathimo kũrĩ arĩa metĩtwo kũringana na mũbango wa Ngai. Na acio metĩtwo kũringana na mũbango wa Ngai nĩo Ngai eyamũrĩire maingĩre thĩinĩ wa bamĩrĩ yake, na acio Ngai aingĩrire thĩinĩ wa bamĩrĩ yake no Ngai amũrire nĩgetha amahe riri. Ũndũ wothe ũrahĩtũkĩra thĩinĩ waguo ũngĩona riri Ngai nĩagũteithia ũhotane. Uga amen. So number one, wĩra wa Shaitani ũkũrehe disappointment, na Ngai akũrehe Shaitani akũrehe disappointment. Make an appointment with God in Jesus' name. Ndĩrakenire mũno nĩ kuona kaũndũ kangĩ karandĩkĩtwo in our page, Pray for Gospel Church. Ere page Pray for Gospel Church Karatina na kule Only Church Pray for Gospel Church Karatina. Kuna page karadi kuna mũndũ raikĩte, one of our sisters araikĩte ũhoro wa fuda emwe ndĩronire rũgano rũu rwake nĩ mũndana rũigua marũgate kwĩna tũmega gũthika fuda yarĩ na gathĩna makiuga tũgĩka fuda ĩno tũkũmĩikia irima iriku, tutaiweka katika ile tukumikia irima iriku na fuda hiyo thĩinĩ wa irima iriku makiuga kũmĩthika maiki atĩrĩ fuda ĩyo ĩribaribaga
ikaraga tĩri ũcio, magaikĩrio tĩri ingĩ ĩkeribariba ikaraga tĩri ũcio, magĩikia tĩri ũrĩa maraikia tĩri, noguo bunda ĩyo yeribariba ikaraga tĩri, koguo bunda ĩyo yahũthĩrire kĩrĩa kĩarĩ kĩmĩnine ĩtuĩke nĩkĩo gĩkũmĩhonokia. Nĩndakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ, ngomakĩre disappointment, raga disappointment, make an appointment with God, na nĩũgũtobora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na disappointment yothe nĩ ĩkoragwo na riri hau mbere. Ya kerĩ, D ya kerĩ ya wĩra wa Shaitani ĩtagwo discouragement. Na kaini mwere, all discouragement is from the devil. Discouragement, all discouragement is from the devil. Discouragement, disappointment. Discouragement is allowing somebody to take away your courage. Brothers and sisters, do not throw away your confidence because it has a great recompense. Discouragement. Discouragement. Na discouragement newera wa goma. Nimukulika na ifundelea 1 Samuel 30 verse number 6. No mwaleke modi without 1 Samuel 30 verse number 6. Hebu raidevito wetawo David, the mighty man of Valor. Mundu wana goro tayakai. Mundu gayate muno Daudi. Adie bara na nani kuhura na bara. Lila ashokire. Agikora aya idoshi yake sio benita hiro. Agikora na idoshi yake onatumi yake ni matahiro. Na watoshi yake siata hito. Adwara maji kurwa nao. Na magikora idoshi yao no itahiro. Atumia wana matahiro na shianashi yao. Adwasio makio ya mahiga nigetha mahure Daudi. Makio mahiga no tugukuraga wenewe watu matwekio guo. Daudi malipomaga in the book of 1 Samuel 30 verse number 6. But David encouraged himself in his God. Ogadi kama kuline ka ugadena na kedi mwire success yothe ni koma irwaga nayo. Mutina yona tadawiga. Even as we put up that cathedral, ni raho ya muno. Tugina kwa cathedral area kwena goma yoka kwa attack. Either attack kibogona kaya attack ya Cristiano. No tokora Shaitani deni wale kwa Yesu. Nyobera tu wakamutana na attack deni wale kwa Yesu. And there will not the devil will discourage us in the name of Jesus. Ona hibiria duka da shiakai Nehemia akarudiko ni atumirwa adu akumo discourage. Sanbarati ariho, Tobaya ariho, Gershemu Mwarabu ariho, na leo kile mamwira karugiriga koraka kali ona bwe igeri gudake na bwe ya itakanya muhobo muno ationa bwe igira no kumomora igemomora na leo matire how adama discourageaga magia karugirigo mokaga makamwira ukai kwikuruke fururi etago ono Nehemia akoiga asha guko twina wira mwingi muno wa wakira mwathani guko mako karege ugatwikuruke fururi wa ono akoiga asha twina wira mwingi muno wa wakira mwathani ono ni inchi tambalale ni mufururi tambalale na kihonoko tutiteto thini wa fururi wa tambalale kihonoko ni kire ups and downs. Nekuna kupanda, nekuteremka na kushuka. Kwenda wikuruka, kwenda kuabata na wikuruka. Kwa watu ka discouraged, doge atekire, encourage yourself in the Lord your God in Jesus name. Amen. Kwenda mrodra leo da nyawa mwode. Na nokolo gile kero nokoko message wa mukinde ya discouragement. No kwenda maudo wa mukinde magiro maku kwa ni ureto ne nya. Wakira kiro okirete ogobona message yogastoka. Ya vafo anyu ni arwalile. Ona wani weka kaudu. Ukona kwena kaudu kanoka ushokiane. Encourage yourself in the Lord. Uyumirie they you are mwathani. Shaitani we ithe na mgodeki wa discouragement. Nona wepate kura shaitani ona waka nino kuhotana dini wale kwa Yesu. Maandiko mauyete ogodauga ate do not throw away your confidence
because it has a great reward in heaven. Kwa ule kwa gwira kwa huko na ndio ngoro tarurito hile. Okay, wacha kwena kwa kokora kwita ono. Kwena kwa kokora kwira uma oka. Ila chaitani chokia ni ndiye ono. Dena wera mwiki kongone. Geire ha. Discourage. Uruabe kwa di ya disappointment. Di ya kere kwa meta disappointment. Ya kere discouragement. And throw out the word discouragement. Encourage yourself in the Lord. Ya katatu most likely home to kiroga manigera tuweka mwarumashu magutagu ikete na ya katatu etago despair. Ko despair. Losing hope. Kwa kirigero na udamu ihoko. I'm telling you for free. Dogeni na yuikie mwe. Otacha mane tena modu. Arakwera nie nejageta mwe hope I have despair. Oke wale ukije temo isho. No kama mwe hoko. Kwe mwanake omwe nyendete. Uti mwanake ni hakuletere muduri. Na nimura akawa kwa nea jokagira. Ako yuko na kawawa ikedukira kiki yote. No korona mwe hoko. Uga amen. No nine diko chika nona utarite ilio. Oke nyuaga mai. You can. No ikari diko nyiki muno. Okinywa omae kana juice na ukore kaida karai na no ikare liko nini mono no ikare liko sioni na nini utanywete mai na no ikare second nini mono utari very few seconds utari na rera dik nini mono na rera no dogeni ya second yemwe utari na mwihoko ni kitu kia bata muno acha idani kile kaga akora haga despair in life ukageria ruru uka despair watu biashara uka despair ayo ka uruka uka despair no ni kwenda kumwira ayu na ile vitu mudenya wa umude. We need to remember to put our hope in God. Piga mwihoko itwarike harika duya tikire kwa mwihoko oko ganima onaidiona kaje te godira dipe kado ila fio oko anejowe no kuhotana dai wa differences duka ga muhoko mukodai duka ukara kidu to muhoko o kila kiroko chaitania jeda ya bere apa gele disappointment ajeda ya kele apa gele discouragement ajeda ya atato chaitania apa gele despair nigera wa muhoko na nikato getwena ikonyi kemuno adume ayuragete okaigwa mwamutumia akihikoiria kana ya mwihoko akayuraga biashara ini ni ya mwihoko akayuraga twina rege muno marayuraga makeruta moyo ni kwaga mwihoko doka kumwari muthenya wa umuthi ayiko chaitani na kurehire discouragement chaitani na kurehire disappointment chaitani na kurehire kwaga mwihoko wa uroreka kuma umuthi ni twakaja wira wa chaitani na ni twamwaburagia ndagikeno ni ukuhotana tororore thini waku ni munene ukirorore thini wake. The greater is the one who is in us than the one who is in the world. Oh, don't despair in life. You can stay some few days without eating food, but drinking water. You can stay a few days without water. You can survive few seconds without bread, but you can't survive even a second without hope. Mukirigero teba tamuno. Na muno kirigero thini wa Ngai. Ugai amen. Amen. Tugoma Aroma 15 muhari wa kana na tucoke tugomi Aroma 15 oisho muhari wa 13. Romans 15 verse number 4. And then we are going to read Romans 15 verse number 13. Kama umefika sema amen. Kono kinyetoka amen. Sana leo tuna dinonado kuria Esther. Nomode Romans 15 verse number 4, the Bible says, everything written in the scriptures was written to teach us, in order that we might have hope through patience and encouragement which the scriptures gives us.
Maana yote yaliyoandikwa yameandikwa kwa ajili ya kutufundisha sisi, ili kutokana na saburi na faraja tupewayo na hayo maandiko matakatifu tupate kuwa na matumaini. Ugai amen. Githongo nikyo kiragenikira in order that we might have hope through patience and encouragement which the scripture gives us. Maundu mothe mandikitwo nigetha matuthomithie uhoro wa kugĩa na uvumilivu, patience, tugĩa na gukirĩrĩria. When you adaramaga despair muturĩni, makaga mwĩhoko biũ muturĩni, kaingĩ magaga nĩ kwaga gukirĩrĩria. Na kwĩna andũ manateithia irathimo nyingĩ mũno magĩte gweterera o hanini tu, gweterera o hanini, wegĩte gweterera o hanini tu ũkuona na kĩrathimo gĩaku. Koguo mwarĩ wa ithe witũ, ona kĩmera-inĩ gĩkĩ mambũra-inĩ maya ma Christmas nĩngwenda gũkwĩra ndũkorwo nĩ mwĩhoko. Ugai amen. Ndũkage mwĩhoko. Kwĩna mwarĩ wa ithe witũ wetagwo Sara. Nĩkĩo tũrauga maandĩko marauga atĩrĩrĩ, kiugo kĩa Ngai kĩho nĩgetha gĩtũririkanagie kũũmĩrĩria. Maũndũ mothe matũririkania. Kwĩna andũ angĩ mahotanire. Kwĩna mwarĩ wa ithe witũ wetagwo Sara thĩinĩ wa Biblia. Ahĩtũkĩre mĩaka mĩingĩ mũno atarĩ mwana, na akĩnyarirwo mũno, no mũico-inĩ Ngai nĩamũteithirie akĩongithia kana gake. Ugai amen. Kwĩ mwarĩ wa ithe witũ ũngĩ wanyũrũragio nĩ mũirũwe Penina, akĩnyũrũrio mũico-inĩ Ngai akĩmũhe kana. Ndĩrenda gũkwĩra nawe ũmĩrĩria tu o hanini, ũhotani waku ũrĩ hau. Nĩ tondũ maandĩko moiga in the book of Psalm 30 verse number 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Kũrĩa gũkorwo hwaĩ-inĩ kĩroko ũgacoka gũkena. Nĩndamũrathĩra inyuĩ mũrahĩtũkĩra mũkuru ũcio wa kĩrĩro, kirĩrĩria tu, tiga maitho maku na igũrũ, ũcoke ũrũthĩrio Mwathani, mwambĩrĩria na mũrĩkia wa wĩra waku na kĩama gĩaku. Kĩrĩ hau mbere tu kũrabatarania tu o kũmwĩhoka hanini na kũmweterera hanini, na kĩama gĩaku nĩ gĩgũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndũkorwo nĩ hinya, wĩhe hinya thĩinĩ wa Mwathani. Nĩkĩo tũinaga tũkoiga tũmanagĩrĩra rũgendo-inĩ, endanaga imwe werũ-inĩ. Gũgĩkagĩra mũndũ ũkamwamũrania, mũkagĩa na ũũgĩ tũtikanatahwo. Kwĩna andũ angĩ thĩinĩ wa kamũkuri kau, Shaitani arehaga kĩndũ gĩtagwo arehaga photocopy, akareha maũndũ fake. No nĩngwenda kũmwĩra mũthenya wa ũmũthĩ, if you look up to heaven, Ngai nĩagũkũhe encouragement ĩrĩa aramenya. Nĩkĩ? Nĩamenyaga anyitĩte kĩambĩrĩria, nĩaramenya mũico waku. Na nĩkĩo nĩndukagĩra kĩroko ngoiga niĩ ndigũte mwĩhoko, nĩngũrũgama wega, nĩ tondũ niĩ nyũmbĩrĩ nĩ njamba ĩrĩ ũrũme, na Ngai wakwa nĩ wa kũndirikana. Nĩkĩo nĩaririkania rĩa kĩrĩkanĩro, ona nĩagũkũririkana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Don't lose hope. Keep on. Tuĩka mũndũ wĩna focus maica-inĩ, na Ngai nĩagũkũrathima. Ugai amen. Verse number 13. Oho tũgũthomaga. Verse number 13. Maandĩko maroiga, I love this. I love this. Ĩno nĩyo verse ĩrĩa nyendete mũno. Ĩno nĩ nyendete mũno verse ĩno. Verse number 13. May God, the source of hope, fill you with all joy and peace, by means of your faith in Him, so that your hope will continue to grow by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. I love this portion of scriptures. Very powerful. Gũtũrĩgio ta kũrĩ kĩsamo nĩ ũmũthĩ itarĩ na rĩa rĩkorĩrĩ. Ĩroiga atĩrĩrĩ, Mungu aliye msingi wa matumaini awajazeni furaha yote na amani kutokana na imani yenu. Tumaini lenu lipate kuongezeka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. I wish I can get it in Kikuyu. I don't know, but mine do have it in Kikuyu again as we conclude. Wamushu na Kikuyu. No udo mena de Kikuyu. Aroma ketudo mena kwado arama tudikiriria. Ida na mara nyita iko kama tirani tamutika mke. Dikiriria toga udoaga toga de dokara ke koma ako utekire kirigiro ugai men. Narere na ugai come on. Narere
Ugai nare. Kai mwene kirigiro ko kirigiro ni kiao. Mutira joke kirigiro ni kiao. Kai mwene kirigiro ale kapya. Yita odwabere ogwo gai mwene kirigiro aroto mamu ihorwo o ko ihorwo nigekeno. Nona gayo to lor mo ke tapia mo te ketie nigenda mukiragererie kugera kirigero ni undu wa roho mutheru to tiraiki muro ile itodore wiki Yesu ngiraki abatama twina not going to leave you comfortless dikomo tigamo mutashira sia goriai ne komo tigera roho mutheru ko ona leo iwe kore wiki dada ukura dore wiki Dona iwa na tadroiga, dona iwa to tiganirio, dera ukwera to tiganirio. Never. Kuna mura will never give up. May God, the source of hope, fill you with joy and peace in the name of Jesus Christ. Like kayo sumwana kirigiro, kayo mana kihumokia kirigiro. Amuheli keno. Na muhelai todo seitanira ga wa kirigero odwa bere nigedo koro kare na gikeno odwa kere okoro kare da na mode to akara ya saitani na da kaga na rugamete ha gai muene kirigero gai muene kihumo aro hegikeno de no wale kare Yesu ono diaga kwa si akiri di mali gai aro hegikeno ono diaga okagoni mani onarage na rugawa ndio akuri koro kai wo gwa bara makera dimo ona murago gwa kera dimo celebrate your tani wake na uge ona ni wako no kurakia dini wale kwa Yesu Kristo ona mwenye wako no urakia dini wale kwa Yesu Kristo kogo kai mwene da gai mwene muihoko aro tuikoro kia muihoko gai mwene gikeno aro gikeno gai mwene dahe aro gikidai na kuigatirere nigeda tuhoe ako ugatirere by means of your faith in him. How do you by means of your faith in him. By means of your faith in him. Kupitia imani yako kwake. Kuetukira wetikio waku hari Ngai. Nega na meteketie Ngai. Aikonu kuetukira wetikio waku. Omote ne kwenda demulikanie. Wetikio ni gwo kokora kwa mukagera kiria Ngai aheanaga. Aikona gikeno shaitani arete despair no goma no akinya mwisho Ngai rokurehera thayo thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai akuhe thayo family-inĩ Ngai akuhe thayo mwĩrĩ-inĩ waku no tondũ kũringana na wĩtĩkio ũrĩa wĩnaguo ũmũthĩ nĩ kwenda stretch forth guoko kwa wĩtĩkio tondũ wĩtĩkio nĩ guoko kũrĩa kwamũkagĩra kĩrĩa Ngai aheanaga na marĩko makoiga continue to grow. Come on. How would I realize that your hope can grow? More no game, man. Kiri ya kwa ina dewe kacha. Gokora. Kiri ya kwa ina kiri. Na bere. Ida muhara kiri ya nyuge kore. Dauga kiri ya nyuge kore dini wale turea Jesu. One kore wa ula kamuhoko kanini. Nito wa weteki wa kukure kai kiri ya kukura. Ona ni kirikiro ya kona mwihoko wakwa urokura uthina mbere kuongereka kurigana na hinya wa roho mutheru halo tutiganite na andu aria angi ni ni koragwo na roho mutheru acia kumatina roho mutheru ni ndamuhora Ngai athina mbere kuihuria roho mutheru in the name of Jesus Christ. So may God bless you to bless all of us even as we pray. Kai turugame together kuhoe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. You can lift up your hands. Inulie Bwana mikono yetu tumshukuru na tumlihimidi jina lake katika jina la Yesu. Yes, it might be as we share these words, no whatever disappointed. Okay, what you could tell the disappointment, tell the discouragement. Now you got to put despair. Oh, when you go to there. No, they are good at dinner better than your mother. We hope our Kukoro, Kurakura. They need quality. So I'm more than you go Goro, Nego Kuhoka. Then you will put up more than you are Kurema. Sarah Akuhokire, Mwandani, Pokemon Kai. Or not the other day, what did the Pokemon Kurimuri to Mokima Hotanilla. They don't want to take away to Kura. Say, Imania, Kukua. I want to put my faith in you, Lord. I will not despair in life. I will not despair in life in the name of the Lord. Even when the devil brings despair and desperate conditions,
God, I want to be connected with you, oh God. I want to pray for every single person in the house and those who are hearing us from all over the world, that God Almighty, you're going to help them. You're going to give us success in the name of the Lord. Help us even as we receive the joy, because God, you are the source of hope, oh Lord. God, you are the source of hope. Christmas mwadani dona katakati kamodo maide toite gokuteide gokwehoka katakati ka mbara nyinge toteide gokwehoka mwadani katakati ka meri mona twani na morona koma ni kwa kwake toteide gokwehoka mwadani nikwenda kwa koroyo de mwadani ureto ni nya mwadani na nikwenda kwa mahora modenya wao mote ate Yesu Kristo mwana wake opore ndote akutaudi lea kutokiyo dogoliko akekera hijateini waku guys niko kwenda kwa you are the source of our hope. You are the source of our joy. You are the source of our strength, everlasting God. And today we want to put our hope in you and you alone in the name of Jesus Christ. Help our hope to grow, oh God, from one level to another level of growth in the name of Jesus. Mwisho negola kwalia tuga watu mande udani monena mwadani otwari dio wega gagite kukendelea Zaburi 35 kero nego kayoga kora arerera na dauga kiro seuti mwadani nege kinyete mwisho kwena hado kura daruka gai kwena mwalo ile tora darukiro no dari mwadani ohe mwihoko de wale tore Yesu kwena biagara ina mwihoko kwena family ina mwihoko kwena mudo ya mwadani ora kinyete mwisho mwadani mwisho wikonego kya mbele yaku orota broke goko wa mwadani otoha dalike mwadani aramali do toberekra o tabe turulia ato berekaya mwadani ogetabro ke goko wa kokimahadalike da boya otabro ke goko hale maraide witoyo hale muraide witoyo hale biagare no hale family no hale furori witwa Kenya ni twara ni makira mtu algo kumwadani na dadika ya dini wa kale mautama roho moderu da boya otora wa kware Jumapili ria Yahudi mali manino kaili tode ogoke garwanya maudo da tanga na kiodi garwanya dagetiano aya matu kia hotani kila ya kumanina geti komanina kiodi kyo mambo hodari gera maabaraye de damra di mamuda nyawa umode de dara di mabiashara sianyu de dara di mafmeshi yanyu dara di mamere yanyu na dara di derera ya wiki eno da uga Kenya ni go tuagerera de ni wale tore Yesu in the mighty name of Jesus. Lord, even as we get to the session of healing, Mother, to never put on the Gekeno, Nigga, Turadi, Gokona, Kaiwaki, Gokona, Dakoya, Uradi, Murude, O the Kuruta, or the Wapi Endera, Uradi, Murude, Venada, Kaya, Gano, Uradi, Murude, Rota, Covenant, Omode, Noradi, Murude, Uradi, Kuhai, Kumimua, the Ogo, I am not going to get Kumidara, Miro, Kenya, Kido, Kanation, Wadani. Ke mahewoti toyoti wao diraje inishia wiki ndaruma goma ya memeni ona nyanati na dawa mwadhani kumao mode mwelio wa December tole ya gitere na datanga Isaiah 54:17 dawa no weapon fashioned against our lives, against our destiny, against our families, against our church that is going to prevail. God, I declare that we are more than conquerors and our hope is in you, and help us, dear Lord, even today. Mwadhani kukuhoka onapema mwadhani twaralima kila mtu tali tunakigogona yake onarama kwa tunakila make nyito na kigogona yake kumaja ya Kenya onarama dini wa Kenya maralima in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit we pray. Amen. Give Jesus a shout of celebration in the house. Thank you so much for watching our favorite gospel church Karatina. We love you, and now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Neno lipendelea. Tuwapatie makofi wapendwa wetu. Na Bwana wabariki wengine tuketi.